Kwa majina naitwa Mwalimu Mshori Fanuel Maduhu, ndiye mwenyekiti wa Chama cha Walimu Tanzania mkoa wa Mwanza kwa sasa. Lakini nitumie nafasi hii kwanza kuwakaribisha na kuwaomba wafanyakazi wote waliopo nchini Tanzania hususan wa mkoa wa Mwanza kushiriki kikamilifu siku ya Mei Mosi ambayo kitaifa inafanyika katika mkoa wa Singida, lakini na katika mkoa wetu wa Mwanza tutaadhimisha kimkoa katika wilaya ya Kwimba katika mji wa Ngudu. Ni furaha tu iliyoje kwamba tunataraji mgeni wetu rasmi kitaifa pale Singida atakuwa mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwajiri namba 1 rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiufupi tu tunafahamu takriban miaka 2 mfululizo iliyopita ukiacha mwaka huu, mama amekuwa akihudhuria kama mgeni rasmi kwenye siku hii ya Mei Mosi na amekuwa akitoa faraja kwa wafanyakazi. Tunayo matumaini makubwa kwa mwaka huu kwa sababu miaka 2 mfululizo hakupata nafasi ya kuongeza mishahara ya wafanyakazi. Na sasa huu ni mwaka wa 3, tuna matumaini makubwa sana naye. Ni kwa nini tunasema tuna matumaini naye makubwa? Alikuta madeni makubwa sana ya watumishi hususani katika mifumo ya madaraja na mishahara yao. Lakini amerekebisha madaraja kwa utaratibu ambao mpaka watumishi wengine wamepewa madaraja mawili kwa maana ya mseleleko. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo pia amelipa madeni kwa kipindi kifupi hicho alichokaa madarakani na madeni yamepungua. Hatusemi hawapo wanaodai, wapo wanaodai, lakini mama amejitahidi ameyapunguza madeni. Na kwa awamu hii sasa ukiwa ni mwaka wa 3 ambayo tunaamini atakuwa mgeni rasmi kitaifa mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunayo matumaini makubwa kwamba anakuja kutamka jambo zuri ambalo litakuwa ni motisha kwa watumishi wafanyakazi wa hapa Tanzania. Akiwa mwajiri namba 1, tunajua yako mambo mengi ambayo anayafanyia kazi, lakini kwa Mei Mosi sisi tunamtegemea sana aweze kujaza mioyo ya watumishi, iwe na amani, iwe na matumaini, ili kazi zifanyike kwa tija. Lakini nitumie nafasi hii pia kuwakumbusha wafanyakazi wenzetu, moyo usiokuwa na shukurani hukausha mema yote. Kwa yote anayoyafanya mama Samia Suluhu Hassan, si kwamba kada zingine zote, si kwamba shughuli zingine zote zimejitosheleza. Kwa uwezo wake huu wa kuweza kutukumbuka sisi wafanyakazi na watumishi, tuendelee kumpigia tumpigie debe mama yetu, aendelee kusimama imara. Binafsi amejipigia debe mwenyewe kwa shughuli alizozifanya. Miundombinu ya shule anavyoiendeleza, miundombinu ya barabara, hata kutujali sisi watumishi kupitia uchaguzi mwaka huu ili tuweze kupata matunda ambayo amejipanga, kwa sababu mtiririko huu wa kutupa huduma inaonyesha kuna jambo amejipanga juu yetu. Tuna matumaini makubwa, na hivyo niwaombe viongozi wenzangu hususani wa kada hii ya ualimu, mimi nikiwa mwenyekiti wa Chama cha Walimu mkoa wa Mwanza, tuendelee kuwa na imani na rais wetu na serikali yetu, na hivyo hata sisi kama Chama cha Walimu Tanzania tutaamini kabisa na tunatarajia kumuona huyu mama na serikali yake akiendelea kutuunganisha, tuendelee kubaki kwenye utulivu wetu. Chama cha Walimu Tanzania hapo katikati tumekuwa na changamoto, ikiwa ni baadhi ya walimu pia kutoona umuhimu wa uwepo wa chama chetu. Ni kwa sababu tu ya kufuata misingi ambayo inaenda kututawanya. Lakini duniani kote watu wanaamini umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tunaomba wale wanaoingia vichochoroni, wanakikimbia chama, wanajaza kujitoa, wanapenda kinyume kabisa na matakwa ya kijamii, kwa sababu tukiunganisha nguvu ndio tutafaulu kwa pamoja. Kwa hiyo walimu wenzangu, niwaomba tusiyumbe, tuhudhurie kwa wingi kwenye Mei Mosi hii ili pia tusikie kauli ya mwajiri wetu namba 1 ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa mkoa katika mkoa wetu wa Mwanza, naye tunamtaraji kuwa mgeni rasmi katika Mei Mosi yetu itakayofanyika pale Ngudu. Tunaamini atakuwa na ujumbe kuntu utakao tusheheni na kutujaza uwezo na ustahimilifu ili tuifanye kazi yetu ya ualimu ipasavyo. Niwaombe wafanyakazi wote waliopo mkoa wa Mwanza tuhudhurie kwa wingi pale Ngudu ili tuweze kushiriki Mei Mosi ambayo ni faraja kwetu sisi wafanyakazi kwa mwaka huu.